Januari 2027 waliosajiliwa katika vituo 813 kwa asilimia 53, na wavulana 266,024 sawa na asilimia 47 walikuwa 471,427 sawa na asilimia 80, ambapo Division 1 ziko 56,410, Division 2 84,996 na 6,620 waliofaulu. Wasichana ni 276,000 sawa na asilimia 52.3 ya waliofanya, na wasichana ni 119,000. Kwa masomo ya science jamii yanayojumuisha civics, history na geography, takwimu kwa asilimia 2.51. Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni asilimia 97.3, na kwa somo la Arabic language ufaulu umepanda kwa asilimia 17 na kufikia asilimia 50.62. Nutrition ni asilimia 100. Kwa upande wa somo la moja na kufikia sasa asilimia. Kwa masomo ya biashara ufaulu wa commerce umepanda kwa asilimia 5.89 na kufikia asilimia 95. Physical education asilimia 96.29 na fine art ni asilimia 84.68. Ufaulu kwa masomo hayo umeendelea kuwa mzuri kwa ufaulu wake. Mwaka 2024 watahiniwa kujitegemea waliofaulu walikuwa. Baraza limezuia kutoa matokeo ya watahiniwa 435 ambao walipata matatizo ya kiafya na kushbari. Baraza la mitihani limefuta matokeo ya wanafunzi 77, 30 wa shule na 47 watahiniwa habari. Ni wakati wa maswali au yanahitaji kupata ufafanuzi. Tafadhali taja jina lako kamili, chombo cha habari. Okay. Basi kwa ukimya huu, yes, karibu. Sasa hii ya mwalimu ofisi inaonekana ni kila mtihani wanafunzi wanajitokeza wanaandika. Asante Joseph, kama kuna mwingine please. Kama hivi ambao tumefanya kwa mujibu wa kanuni kwamba ukiandika matusi unaadhibiwa na adhabu yake ni kufa wanafunzi hawa wakuu wa shule. Kwa hiyo tunawafanya sasa ni nini, lakini pia kutoa mafunzo kwa wale wa madarasa ya nyuma wanaofuata. Hivi ninavyozungumza, baraza limefanya mwanafunzi mwenye maarifa yaliyokamilika hawezi kuandika matusi. Kwa bila shaka anaandika wanafunzi hawa wanapata kile wanachostahili katika taasisi. Kumshukuru sana katibu mtendaji. Kile wanachostahili katika taasisi. Kumshukuru sana katibu mtendaji kwa